Mtazamaji wa Uondo TV, hii ni Uondo Michezoni. Mimi naitwa Aidan Jeremiah. Mchezo wa NBC Premier League umetamatika katika dimba la KMC Complex Mwenge jijini Dar es Salaam kwa mabingwa wa kihistoria ambao ni Dar es Salaam Africans kuweza kuibuka na ushindi mnono wa goli 3 kwa bila dhidi ya Namungo Football Club, mmoja kati ya mchezo ambao ulikuwa unatazamwa na watu wengi kwa kiasi kubwa. Sasa kipi ambacho kimejiri kwenye mchezo kiufundi pia na kimbinu kwa kiasi kubwa, wapi ambapo Africans wamefanikiwa kupata ushindi mnono wa goli 3, lakini pia ile kauli ambayo wamekuwa wanaizungumza ni kitu ambacho tunaenda kuigusia kwa kiasi kubwa, lakini pia wapi ambapo vijana wa Juma Ramadhani Mgunda ambaye ni kocha mkuu wa klabu ya Namungo wamefeli wapi kwa kiasi kubwa. Kikubwa ambacho nakushauri mtazamaji wa Uondo TV, usahau kusubscribe, lakini endelea kulike, kushare na comment ili uweze kupata taarifa mbalimbali za kimichezo. To be honest, ni mchezo ambao ulikuwa wa ushindani, very competitive game kwa kiasi kubwa, kwa sababu Young Africans ni timu ambayo imekuwa kwenye mwendelezo kwa kiasi kubwa, kufanya matukio ambayo imekuwa inafanya. Maybe kwanza kwenye eneo la goalkeeping unamzungumza mtu kama Diala ambaye amekuwa kwenye mwendelezo wa kufanya matukio makubwa katika siku kubwa leo. Kuna ule ubora ambao alikuwa nao, lakini sio Diala maybe ambayo tumekuwa tunasema kwamba 11 outfield player, goalkeeper ambaye ameonekana kuwa bora kwa kiasi kubwa. Lazima umzungumze mchezaji moja ambaye amekuwa kwenye mwendelezo wa kufanya moment mbalimbali. Lazima umzungumze mtu kama Dickson Job, lakini Bakari Mbamnyeto, center back wa Dar es Salaam Africans ambao ameanza kwenye eneo la center back. Lazima uangalie namna ambavyo alikuwa anajaribu kufanya zile front pass, kujirotate kwa kiasi kubwa kwenye eneo la center back. Utamzungumza maybe mtu kama Kibwana Shomali ambaye alikuwa kwenye mwendelezo wa kufanya matukio makubwa ambao tunasema kwamba ni peak performance, ambaye alikuwa kwa kiasi kubwa. Goli la pili, namna ambavyo anatengeneza vipass ni kitu ambacho kimeonyesha kama ni mchezaji wa aina gani, kwa sababu ni goli ambalo limefungwa na mtu kama Principal Mwadube. Kwa hiyo nafikiri Yanga imeendelea kuonyesha kwamba kitu gani ambacho inahitaji kwenye msimu, kwa sababu tunaamini kwamba kuna matukio mengi ambayo imekuwa inafanya aidha ndani ya kiwanja lakini pia nje ya kiwanja. Lakini ukijaribu kutazama mchezo wa leo unaona kwamba ni timu ambayo ilikuwa na moments nyingi ambazo watu wengi walishangaza kulingana na ule ubora ambao amekuwa nao. Angalia mtu kama Principal Mwadube, mchezaji ambaye amekuwa kwenye mwendelezo wa kufanya matukio mbalimbali, lakini angalia mtu kama Clement Mzize, tunaamini kwamba among of the best top talent kwa kiasi kikubwa. Utamzungumza maybe mtu kama Stefan Aziki ambaye amefunga goli la kwanza, ule ubora ambao ameendelea kuonesha kulingana na vitu gani ambavyo amekuwa anavifanya. Maxi pia Zengeri the same scenario, ni mchezaji ambaye amekuwa anafanya moment kwa kiasi kubwa, kwa ile tabia ambayo tumeamini kwamba player is like a dynamic, kwamba mchezaji wake anabaki kwa kiasi kubwa, ni kitu ambacho amekuwa anakifanya. Lakini pia Clement Mzize unaweza kusema kwamba amekosa kushindwa kutumia nafasi ambazo maybe alikuwa anazipata kutoka kwa attack midfield watu kama kina Stefan Aziki, lakini lazima msifie ule ubunifu ambao amekuwa nao kwa kiasi kubwa, kutengeneza zile pasi, kujua vitu gani ambavyo anafanya ndani ya kiwanja. Kwa hiyo nafikiri kwamba ni mpango mzuri ambao ameutengeneza mwalimu mkuu wa Young Africans ambaye ni Melody Amri. Tunaamini kwamba ni mwalimu ambaye amekuwa na mbinu ambazo zinawasaidia klabu ya Young Africans kuitoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine, kwa sababu ukijaribu kuangalia opponent team ambaye alikuwa anacheza na Young Africans ambaye ni Namungo Football Club, kuna namna ambavyo unaweza kusema kwamba Juma Ramadhani Mgunda kuna kitu cha ziada ambacho alikuwa anakihitaji. Of course tunaamini kwamba Namungo ni moja kati ya timu ambayo ina roko matured players, watu kama kina Jacob Masawe, tunaamini umri alionao, of experience ambayo amekuwa nao. Lakini unaangalia mtu kama Neymar kwenye eneo la goalkeeping ile na Mungu, kuna vitu vingi sana ambavyo amekuwa anavifanya, peak performance ambayo alikuwa nao, saving ambazo alikuwa anazifanya. Angalia mtu kama Kibairo pia, angalia wachezaji ambao walikuwa kwenye ubora wa kina Karabaka, kuna vitu ambavyo wamesurprise kwa kiasi kubwa. Kwa hiyo overall ni game ambayo ilikuwa ya kupishana, lakini Young Africans wanaweza kusifia kwamba ni timu ambayo imekuwa dominant kwa maeneo mengi, maybe kwanza kwenye eneo la goalkeeping, kuja kwenye eneo la center back, eneo la tunasema kwamba midfield katikati, lakini attack midfield, viungo washambuliaji, eneo la final third unakutana mtu kama Principal Mwadube, unakutana mtu kama Clement Mzize of experience ambao amekuwa nao kwenye NBC Premier League. Lakini hii nafikiri kwamba ni pressure kwa mashabiki wa Yanga, au inaweza ikawa njia sahihi kwa mashabiki wa Yanga kujua kitu gani ambacho timu inahitaji. Zile achievement ambazo tumekuwa tunazungumza, mafanikio ya club, ni kitu cha kujiuliza, kwa sababu ukijaribu kuangalia Young Africans mpaka sasa hivi kwenye msimu wa ligi wana pointi 73,
ambazo Simba na asilimia kubwa kuzifikia hizo point 73. Kwa hiyo it means kwamba, au maana yangu ni kwamba Young Africans kwenye mchezo wa dabi dhidi ya Simba inabidi wajitahidi wacheze, kwa sababu ni kama point ambazo wanazihitaji, aidha point 1 au point 3. Na imaanisha point 1 kama akipata sare ya kufungana au kutofungana chochote whatever the case, lakini point 3 zitawatengenezea gap kubwa kama akipata nafasi ya kuweza kushinda hiyo game. Kwa hiyo unaona kwamba ni game ambayo itakuwa ya kupishana. Simba tunaamini kwamba ni timu nzuri ambayo ina wachezaji wazuri, lakini ile kauli ambayo mashabiki wangu wamekuwa wanaizungumza kwa kiasi kubwa hata leo baada ya mchezo kutamatika, magoli ambavyo alikuwa anafunga katika dimba la KMC Complex, kuna zile kauli ambazo tulikuwa tunasikia, kwa sababu mashabiki wangu wanasema kwamba hawachezi, wakiwa wanamaanisha hatuchezi. Ile ni kauli ambayo inaweza ikatengeneza maybe ikaweka kwenye kipindi kigumu cha kufikia kitu gani ambacho anakihitaji kwenye msimamo wa ligi. Kwa hiyo to be honest, bado naendelea kusimamia misingi ya football kwamba lolote linaweza likatokea. In football anything can happen, lakini bado unaamini ubunifu ambao walikuwa nao wachezaji wa Young Africans. Mnamungo tunatambua kwamba amepambana, wamejitahidi kupambania thamani ya timu husika. Ile determination of play ambayo tumekuwa tunazungumza, ujitambuzi mchezaji moja moja, ni kitu ambacho kimetokea katika siku kubwa leo, lakini inabidi tuamini kwamba utofauti wa madaraja kwa kiasi kubwa, kwa sababu unaangalia Young Africans na mtu kama Mdathi Abbas, ina mtu kama Kemet Mzizo na mtu kama Stefan Aski, a lot of skills talent players ambao wana uwezo mkubwa, wanaweza kufanya matukio katika kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo ni game ambayo ilikuwa ya ushindani, lakini unaweza kusema kwamba Juma Mgunda kuna namna ambavyo amezidiwa kwa kiasi kubwa na Mirodi ya Mundi, kwa sababu ni kocha wa Young Africans ambaye ana uwezo mkubwa. Ikumbukwe ya Mundi ni kocha ambaye alifanikiwa kushuhudia finali 2015 akiwa as a main coach. Kwa hiyo ni kama vitu ambavyo vimekuepo, watu wanajeza kwenye mitandao ya kijamii kwamba Young Africans maybe ni njia zipi ambazo wangezitumia kuweza kuwafunga Namungo almost magoli 7 goli 6, ni kitu ambacho kilikuwa kinawezekana. Lakini bado kuna watu wengine ambao walikuwa wanaamini kwamba Namungo alikuwa na possibility ya kuweza kufunga hata goli moja, maybe kuharibu clean sheet ya JDR, lakini ni ubora ambao amekuwa nao Diarra kuendeleza kile kitu ambacho amekuwa anakifanya. Kwa hiyo ni kama tahadhari pia, lakini naamini kwamba mashabiki wa Young Africans, uongozi wa Yanga bado unaendelea kufikia kama kitu gani ambacho kinaweza katokea kwenye dabi ya Kariakoo. Je, wataleta timu uwanjani Young Africans au watawachia Simba point 3 na Simba iweze kuchukua ubingwa? Kwa sababu mechi ambazo zimebakia, kama Simba akifanikiwa kushinda mechi zote, itumezi kwamba anakuwa bingwa. Kama Young Africans mchezo wa Juni 15 2025 katika dimba la Stadio Benjamin Mkapa watashindwa kupata nafasi ya kuweza kuleta timu uwanjani. Mtazamaji wa Uondo TV, hii ni Uondo Michezoni, mimi naitwa Aidan Jeremiah.